لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونار. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah na kuzitaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ninaihusia nafsi yangu bila kuisahau nafsi zenu kunako sala zima la kumcha Allah tabarak wa taala, fa innal mafazata lilmuttaqin. Yafahamika kwamba miongoni mwa mambo ambayo walikuwa akiyafanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama katika kuwaelekeza umma wake, zilikuwa zikifika zama akihusisha mawaidha yake na ukumbusho wake kwa wanawake, kina mama, dada zetu, shemeji zetu. Na katika mambo ambayo mara nyingi alikuwa akiyarejea kuwaelekeza wakina mama, alikuwa akiwahimiza sana na kuonesha udharura kwao katika sala la kuwatii waume zao. Ayuha nnas, ta'atu almar'ati li zawjiha في المعروف واجبة شرعا وهي أساس استقرار الأسرة وبناء المودة. kina mama, wake zetu, dada zetu, katika mambo ambayo mnatakiwa kuyajua katika mzunguko wa maisha yenu, katika mgongo wa ardhi hii, ngao na nguzo ambayo mnatakiwa kuishikilia
na kuifahamu vyema na kuifanyia kazi ni swala la nyinyi kuwa watiifu kwa waume zenu, kwani ta'atu almar'ati li zawjiha, swala la mwanamke kumtii mumewe fil ma'rufi, katika yale mema ambayo anamwamrisha yeye kuyafanya, wajibatun shar'a, ni jambo la lazima katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. wa hiya asasu istiqrar al-usra, na swala la mwanamama kuwa ni mtiifu kwa mumewe, huo ndio msingi mama wa kuifanya nyumba iendelee kuwa na amani na furaha na utulivu. wa bina'u al-usra wa bina'u al-mawadda, lakini pia yale mapenzi yanayotakikana baina ya mume na mke, ikiwa swala la mwanamke kumtii mumewe litakosekana, hakuna tena mapenzi baina ya mume na mke, hakuna tena utulivu baina ya familia. Kina mama, fa inna lizawj makanatun 'azimatul qadri fil usra, jambo ambalo mnatakiwa muelewe ni kwamba mwanaume ana nafasi kubwa, bali ni nguzo na ngome kubwa katika familia ambayo mnatakiwa kuijenga. Fahani'an lak ayatuha zawja, basi pongezi iliyokuwa kubwa kwako wewe mwanamke, almuti'atu li zawjiha, wewe mwanamke ambaye ulifahamu ibada ya ndoa na ukafahamu kuwa nguzo kubwa ya ndoa hiyo ni wewe kuendelea kuwa mtiifu kwa mmeo. Basi pongezi nyingi kwako wewe mwanamke uliyeamua kuweza kujinyenyekeza kwa Allah kwa kuendelea kumtii mumeo, kwani mwanamke wewe una fadhila na una ujira uliokuwa mkubwa. ta'dilu a'malan 'azimatan wala ajab, kitendo cha wewe mwanamke kuendelea kuwa mtiifu kwa mumeo, kuendelea kuwa ni msikivu kwa mmeo, ni ibada ambayo imewashinda wanawake wengi, na hii ni kwa sababu ibada hiyo ina nafasi iliyokuwa kubwa na ina ujira uliokuwa mkubwa, ujira ambao unalingana na matendo yaliyokuwa makubwa sana. Wala ajab, na wala si jambo la ajabu, fahtiramu az-zawj wajibun wa ta'atuhu darura. Ihfadhi hadha, hifadhini haya, si jambo la ajabu wewe kupata ujira uliokuwa mkubwa na nafasi iliyokuwa kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala kwa kushikamana na ibada ya kumtii mumeo. Kina mama, ihtiramu zawji, swala la wewe kumheshimu mumeo na kufanya kila kinachowezekana kwa ajili ya kumheshimisha mumeo, hili ni jambo ambalo ni la wajibu kwako wewe. Ukiliacha unapata madhambi. Wa ta'atuhu darura, na swala la wewe kumtii mumeo ni jambo la dharura. Wa daruratu kama ta'lamun hiya amrun la ghina anhu lilbaqa'i ala qayd alhaya,
مثل الماء والدواء. dharura kama ambavyo wameifasiri wanawazuoni ni lile jambo ambalo hakuna namna ya wewe kuendelea kuwepo katika usalama, kuendelea kuwa hai wewe, isipokuwa lile jambo lipatikane. Watolea mfano mambo mengi, lakini mifano ambayo tumeiweka hapa ni sawa na wewe kukosa maji au kukosa matibabu. Hakuna uhai tena, li'annahu tasilu bisahibiha ila alhalak, kwa sababu ukikosa jambo ambalo limekuwa ni la dharura kwako wewe, basi unaelekea kuangamia. lidhalik jaa an tabi'i Husayn ibn Mihsan, na kwa sababu hiyo yamepokelewa mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yakielezea ni namna gani mwanamke atakaposhindwa kumtii mumewe, akashindwa kumsikiliza, akashindwa kumheshimu, basi maangamivu yatakuwa yapo kwake yeye hapa duniani na kesho akhera. Anaelezea huyu tabi'i Husayn ibn Mihsan rahimahullahu ta'ala ukubwa wa namna ambavyo alikuwa akilichukulia jambo la wanawake kuwatiwa ume zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akilichukulia jambo hili kwa uzito mkubwa, kwa sababu kufaulu kwako wewe mbele ya Allah tabaraka wa taala kumeshikamana juu ya wewe kuendelea kuwa mtiifu kwa mumeo. Asema anna ammatan lahu, kwamba mama yake mdogo alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam fi hajati, kenda kwa haja, ana shida, ameenda kutatua matatizo yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fafaragat min hajatiha, yule mama aliyofika kwa Mtume kamwelezea shida zake, changamoto zake. Baada tu ya kumaliza zile changamoto, kabla hajaanza kumjibu, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama akamuuliza, adhatu zawjin anti, kabla ya yote wewe mwanamama umeolewa, uko na mume wewe? Qalat na'am, yule mwanamama akasema ndiyo, mimi nimeolewa. Qala, akasema Mtume sallallahu kaifa anti lahu, swali la kwanza alilemuuliza, wewe uko vipi katika hali ya kutekeleza haki za mumeo? Swali la kwanza kabla ya majibu na changamoto zake zile. Una mume? Ndiyo, nimeolewa. Haya, unafanya jitihada gani wewe katika kuhakikisha umetekeleza zile haki za mumeo zilizoko katika shingo yako wewe? Qalat, akasema ma almuhu illa ma ajaztu anhu, ay ma aqtasiru fi haqqihi illa ma ajaztu anhu. Akamwambia, kiukweli Mtume wa Allah, ninazifanya jitihada za kina kiasi kwamba sina mapungufu yoyote ninayoyafanya katika kutekeleza haki za mume wangu, isipokuwa yale ambayo nimeshindwa kuyatekeleza. Ata'atu bil ma'ruf wa hadduhu istita'atuk,
swala la kumtii mumeo katika yale mambo ambayo ni mema yanayoendana na sheria ni jambo la wajibu kwako wewe mwanamke, na mipaka yake ni kuzitoa juhudi zako zote lishindikane lile ambalo halipo katika uwezo wako wewe. Basi Mtume akarudia akamwambia, fandhuri, ewe dada yangu, kuwa makini sana. Fandhuri aina anti minhu, hebu tazama wewe una nafasi gani kwake yeye, namna gani unatekeleza nyajibu zake, namna gani unajishusha kwake yeye, namna gani unanyenyekea, namna gani unamheshimu mumeo, namna gani ambavyo unakuwa ni mtiifu kwake yeye. Mtume, kwa nini yote haya? Mtume akasema, fa innama huwa jannatuki wa naruki, hakika huyo mumeo huyo, hiyo ndiyo pepo yako ikiwa atakuridhia, na huo ndiyo moto wako ikiwa atakuchukia. Akhawati fillah, enyi dada zangu katika imani, yako mambo mnayakurupukia. Msingi wa ilmu ni msingi mama, na mambo yenu mlioambiwa ili kuweza kuipata pepo ya Allah ni mambo matano, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ardah, na ni mambo yanaonekana madogo, lakini swala la kumtii mumeo ni swala ambalo unatakiwa ujipange nalo, ni swala ambalo unatakiwa upige moyo konde, ni swala ambalo unatakiwa usitangulize matakwa yako, usitangulize utashi wako, bali ujue kuwa baada ya kutoka kwa mama yako na baba yako, pepo yako ipo kwa mumeo. Ukishindwa kuwa mnyenyekevu, ukashindwa kuwa mvumilivu, ukashindwa kumtega sikio mmeo, basi pepo imekushinda. Na ndio maana haya tuyarejea mara kwa mara, tukirejea swala la wewe kuwa mtiifu kwa mumeo. Imekuja rawa Ibn Majah an Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah qala lamma qadima Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah min ash-Sham. Hamsikilizeni haya. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah, sahabiyun jalil aliyetanguliza kwa sababu ya ilmu yake kwenda kuwalingania watu wa ahlul kitab katika mji wa Sham. Alivyotoka katika mji wa Sham kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sajada linnabii sallallahu alaihi wasallam, akafika akamsujudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kwa kushangaa anasema, ma hadha ya Muadh, jambo gani hili unafanya ewe Muadh? Qala, akasema, ataitu Shama, nimeenda katika mji wa Sham, fawafaqtuhum yasjuduna liasaqifatihim wa abatiratihim. Nimekwenda katika mji wa Sham, mimi nikawakuta wale watu wa mji wa Sham kwa namna walivyopitiliza
katika kuheshimu mapadri zao na wale viongozi wao wa madini yao, basi nikawakuta wanawasujudia. Anasema fawadadtu fi nafsi an naf'ala dhalika bika, basi nikatamani kama ni wa kuheshimika aheshimike mtume wetu aliyeagizwa na Allah kwa nafasi yake iliyokuwa kubwa, basi nikatamani mimi basi tuwe tunakusujudia. Kwa sababu hii nikafanya hivyo. Faqala Rasulullah, basi mtume wa Allah akasema kwamba la taf'al, basi usifanye hivyo tena, usimsujudie mwanadamu. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi Allah, lau ningelikuwa mimi nina uwezo wa kumwamrisha mwanadamu amsujudie asiyekuwa Allah, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake lihaqqihi alaiha, kwa sababu ya uzito wa haki ya yule mume iliyoko katika shingo ya mwanamke huyo. Lakini sijafanya hivyo kwa sababu haifai mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzie. Kisha akasema mtume, walladhi nafsi Muhammadin biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mikononi mwake, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Anaapa mtume sallallahu alaihi wasallam, والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى, anasema ninaapa mwanamke hana uwezo wa kutekeleza haki za Mola wake aliyemuumba akamwamrisha kumwabudu mpaka atakapotekeleza haki za mume wake. Si jambo dogo. Mama yangu, mke wangu, shemeji yangu, dada zangu, mabinti zangu, si jambo dogo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hauna namna wewe mwanamke wa kuanza kutekeleza ibada akaziridhia Allah mpaka pale utakapomridhisha mumeo. Leo wanawake wengi waishi na waume zao kama wanaishi na watumwa wao. Mkalabatil mawazin, mizani imebadilika. Ilisemwa kada an takuna almar'atu abada, imekurubia mwanamke awe ni mtumwa kwa mumewe. Lakini leo inakurubia baadhi ya wanaume, la qaddara Allahu alaina, wanakaribia kuwa watumwa wa wake zao. Leo unamwita mwanamke kama mumeo, mama fulani njoo, yuko anaosha vyombo. Wallahi ataosha vyombo, atamaliza kuosha vyombo, atavipangusa, atavitia kwenye kabati, atasugua miguu, alafu atakuja na mume wangu. La haula wala quwwata ila huna wasilti. Yani imefikia hatua mwanamke salafia Muislamu umefikia katika hatua hii. Pepe yako unaichezea hivi. Imefikia hatua mume anatoa maagizo, na wala haikuwa katika tamaduni zetu sisi. Anaambia leo ninahitaji hiki, ninahitaji kile. Ukirudi unakuta amefanya hiki na umefanya kile tofauti na ulivyomwamrisha, na ana maelezo. Ndugu zangu katika imani, mama zangu, hii dunia
umri wake ni mchache na ni yenye kuisha. Ikiwa utashindwa ibada hii, basi uelewe kuwa uko unacheza na mafikio yako itakuwa ni motoni. Wa na'udhu billahi minan nar. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, kwamba lau ingefikia hatua mumeo amekuita, umejiandaa na mabegi, uko unaelekea safarini, kipandwa kimekwisha andaliwa, umeisha kipanda, pengine kama ni gari imekwisha washwa, mumeo akakuita ili aweze kukidhi haja zake kwako wewe, hilo safari yako haiwezi ikakuzuia wewe kushuka na kwenda kumsikia mumeo. Kuna haja ya nyinyi kina mama mliokwisha olewa na nyinyi ambao mpo kwenye mchakato wa kuolewa kuweza kufikiria katika haya. Miongoni mwa faida kubwa inayotokamana na hadithi hizi ni kwamba wewe mwanamke, ishi kwa kuelewa na kupambana kwa kujua kuwa wewe unatakiwa utafute fursa. Kila unachokijua kinampendezesha mumeo, kinamfurahisha, anakiridhia, kipo ndani ya sheria, tumia fursa hiyo kujiweka karibu na Allah tabaraka wa taala. Fazawj au falizawj makanatun adhimatul qadri fi al-usra. Huyo mume aliyekupatia Allah tabaraka wa taala, ni maskini au ni tajiri, ni mrefu au ni mfupi, mweusi, sijui ana ligani, vile ambavyo hautaki, lakini tayari amekwisha kuwa ni mumeo, basi uelewe kuwa hicho ni cheo kikubwa umepewa na Allah tabaraka wa taala. Falkhushu'u lahu, basi wewe kumnyenyekea na kumheshimu, bilqanaa, kwa kuridhika na kile kidogo alichokupatia, basi ni jambo la wajibu kwako wewe. Wa husnu sam'i lahu, na kuwa msikivu kwake yeye. Wa ta'atu lahu amrun daruriyyu, na wewe kumtii huyo mumeo ni jambo la dharura kwako wewe, ikiwa kweli umejisalimisha kwa Allah na unahitaji pepo ya Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من واجه الله تبارك وتعالى، leo katika hutuba hii tumechukua fursa kwa ajili ya kuwaelekeza mama zetu, kuelekeza kina mama, kuwaelekeza katika yale ambayo pengine atakaoyaelewa na kuyafanyia kazi itakuwa ni salama yake hapa duniani na kesho akhera, na kinyume chake. Ewe mwanamke utakayekuwa katika sampuli za wanawake hawa ambao tunakwenda kuyataja, basi ujue umekuwa hasara hapa duniani na kesho akhera. Na nyinyi kina baba, chukueni tahadhari ya kuwaoa wanawake wa sampuli hizi ambazo tunaelekea kuzitaja, sababu kumuoa mwanamke mwenye hali kama hiyo, fa innahu la tatibu alhayatu ma'aha, uhai au maisha ya kwako wewe mwanaume ambao ndani yako kuna kichomi au kuna balaa au kuna mtihani wa mwanamke mwenye sifa kama hizi, basi uelewe maisha kwako yatakuwa ni magumu, hata wala ukunta ghaniya, hata kama utakuwa wewe ni tajiri wa aina gani. Warabu, kama ambavyo ulama huwa wanapenda kuelezea kwamba Warabu walisema haya yafuatayo kwa wanawake:
kwamba ihdhari nikaha 5, jiepushe wewe mwanaume kuoa wanawake wa aina 5, wengine wakataja aina 6, wengine wakataja aina 7, kulingamana na yale matukio yalikuwa akiwapata kwenye wanawake hawa. Mwanamke wa kwanza ambao hushauriwi mwanaume kumuoa, bali mwanamke hushauriwi kuwa wala haipasi kuwa ni miongoni mwa watu hawa, ni mwanamke ambaye ameitwa annana. Al-annana wanasema hiya almar'atu kathiratul amin wa shakwa. Usikubali kuoa mwanamke ambaye ni mwingi wa shakwa nyingi, lakini pia mwanamke mwenye kunung'unika kila muda kwenye familia. La tarda bi shay, mwanamke ambaye haridhiki kwa chochote, wala tujibuha shay, wala hafurahishwi na kitu chochote. Usioe mwanamke huyo. Wala takadu takunu murtahatan ma'a zawjiha, mwanamke ambaye mwanaume akiingia ndani, tangu ameingia mwanaume mpaka anapata usingizi, mwanamke yuko kwenye manunguniko. Mimi nauma, kichwa cha uma, sijui mgongo, mara sijui nini, mara nimechoka, mara kuna kadha. Yani mwanamke ambao wanasema mumaridha, mwanamke anayejiuguza, mwanamke ambaye muda wote anajitia tabu, haridhiki kwa kidogo alichopewa, hajawahi kufurahia chochote kutoka kwa mumewe, hajawahi kufurahia kuwa na mumewe. La tatazawaji biha, usioe mwanamke wa aina hiyo, kwa sababu alhayatu la tatibu maaha, maisha hayawezi yakawa ni salama na mwanamke wa aina hii. Na kama unaye ndani, basi ukubali kumwabudu Allah kwa kumvumilia, ili usije ukamtariki wenzio wakamuoa wakapata tabu kama wewe. Ihsanan lah. Na wewe mwanamke, kama unajua uko hivyo, basi acha, sababu unawatia tabu wanaume. Mwanamke wa pili wanasema al-hannana bilha, na wengine wanasema bilha. Al-hannana qalu hiya al-mar'atu allati tahinnu ila zawjin akhar, wa hadha ashaddu, nas'alu Allah salamata wal afia. Leo tuna balaa, na mtanivumilia kwa hili, pengine nitachelewa kidogo. Leo kuna balaa kwa sababu ya upungufu wa elimu katika majumba, imesababisha kupatikana mapungufu ya adabu na malezi yaliyokuwa mazuri kwenye familia. Unajikuta kijana umekwenda kuoa, kumbe uliyemuoa alikwisha miliki wanaume zaidi ya 10, alikwisha miliki zaidi ya wanaume 5. Au yawezekana mumewe amekufa, au yawezekana mumewe waliachana ukaoa. Sasa uliyemuoa ni sampuli ya hannana. Hannana ni mwanamke akiwa ndani kwako, muda wote yeye masikitiko yake ni kumkosa yule aliyekuwa naye wa kwanza. Muda wote anataja mazuri ya mumewe aliyepita, au kichepuko chake, au maraya wake aliyekuwa naye kabla hajaolewa. Lakini pia wanasema ni yule ambaye akikaa ndani muda wote anasema, mfano wangu mimi naolewa na tajiri fulani, mfano wangu mimi natakiwa niwe na fulani, sio kama wewe kapuku, na mfano wa maneno haya. Mwanamke wa aina hii hauwezi ukastarehe katika dunia hii, hauwezi ukawa na furaha ukiwa na jitu kama hili ndani. Lakini pia wanazuoni katika kusherehesha wakasema miongoni mwa sifa hizi ni yule mwanamke ambaye anasema
anapenda sana kuwa kwao. Nataka niende nyumbani, mimi nimewakumbuka nyumbani. Wanasema mwanamke ambaye amezidi katika kutaka kwenda kwao sana, bali unapomwambia hakuelewi, anaona unamuonea, na wakati huo anayaona majukumu ambayo akitoka yanaharibika na madhara yanapatikana. Usiowe na huyu. Ukimnasia akashindikana, falikaha, achana naye, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika maisha yaliyokuwa mazuri ni kumpata mwanamke aliyokuwa mwema. Huyu si mwema, na kwenda kwa haraka. Kadhalika mwanamke mwingine ambaye haushauriwi mwanaume kumuoa ni mwanamke ambaye amesifiwa kuwa ni haddaqa. Haddaqa qalu hiya allati la tarda bi'aisha wa tarmi basaraha ila kulli shay'in wa targhabu fi ibtinaiha. Haddaqa tunaweza kusema ni mwanamke asiyeridhika, mwanamke mwenye tamaa. Wanasema ni mwanamke ambaye tarmi basaraha ila kulli shay, yeye anaangalia kila kitu na anapenda kila alichokiona akimiliki, akitunze. Wanasema idha dhahabat ila baitin jaat ila zawjiha maqlubat alwajhi, akienda kwenye nyumba ya fulani, ametoka na mumewe, amemuomba ruhusa, naomba nikamtembelee mama fulani, pengine anaumwa au na siku simuoni. Kama ada ilivyo tamaduni za Kiislamu ni watu kutembeleana ili kuzidishiana mahaba, lakini huyu akitoka akienda kwenye ibada hiyo, akikaa mle ndani, cha kwanza ameiona kabati, ameona sijui kioo, ameona chombo cha kifaa, ameona sijui kuna kitu gani. Wanasema akienda kwenye sehemu ya kwenye nyumba ya mtu, akirudi kwa mumewe, anarudi uso umejikunja, makulubatul wajhi, uso umejikunja. Anaanza fulani bana ana kitu fulani, fulani ana kitu fulani, kwa fulani kuna hiki, lakini mimi ni maskini. Allah anasema ni maskini, anakula, analala, anavishwa, nguo alionayo ambayo ameiona kwa jirani pengine anayo ina rangi tofauti. Lakini pia anasema idha dhahabat ila suqi, akiingia sokoni, aradat an tashtari kila shay, akiingia sokoni anataka soko lote wamkusanyie, wampatie, apeleke kwake. Kaifa tatibu alhayatu bihadhihi? Hebu niambie, mwanamke wa hivi, maisha yako inakuwaje uwe na starehe na mwanamke wa hivi? Una furaha gani na mwanamke wa hivi? Mwanamke ambaye hata ukampatia ukasema leo moja nimpeleke, pengine atafurahia, unakuta ameenda kwa jirani, ameona kizuri zaidi ya kile. Wewe unaniletea chips 2000, nimeona keki 50 pale. Usiowe. Na kama unayo hivi, mnasii, chukua zile hatua ambazo sheria imesema. Ikishindikana sio lazima. Katika Uislamu hakuna ndoa za maisha, hakuna hiyo. Huyo hamwendani na hata kuwahi kuendana na mtu yoyote, kwa sababu wanadamu tunatofautiana. Kwangu mimi utajiri wangu ni wa fedha, huyu naye utajiri wake ni wa imani. Huyu naye ana fedha na ana imani, yule naye ana pungufu ya kitu fulani. Kwa kila anapokwenda kwa mume,
atakutana na mapungufu. Atatoka nyumba ya Juma, ataingia kwa Ramadhani, ataenda kwa Ibrahim, ataona Hawa hakuna, atarudi kwa Joni, ataenda kwa Pasco, ataenda kwa nani, mpaka anakufa. Ana watoto 20 na kila mtoto ana baba yake. Lakini shaddaqa, mwanamke wa mwisho anasema ni shaddaqa. Shaddaqatu walisema hiya allati tashduqu bil kalami kathira. Ni yule mwanamke ambaye hiya kathiratul kalam qalilatu sukut, kasuku ndani. Ukipata mwanamke huyu, hata ukawa na utajiri wa aina gani, hauwezi ukajua furaha ya dunia iliko. Al-shaddaqa ni yule mwanamke tharthara, mwingi wa maneno. Kila alipokaa ana ukurasa umejaa maneno. Anaweza akakufungulia ukurasa wa kwanza mpaka unaondoka, amemaliza vitabu 20 na kuna vitabu 80 bado vina maneno. Sasa mwanaume ana muda katika maneno ambayo al-Umamatu bintu al-Harith rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, na wasia mzuri ambao kina mama inabidi muutafute, muusome namna alivyokuwa akimfunda mwanae, akimuozesha. Katika mambo aliyomwambia ni kuchunga muda wa mumewe, ajue ni muda gani mumewe anatakiwa kula, ajue ni muda gani mumewe anatakiwa kulala, ajue ni muda gani mumewe anatakiwa kuzungumzishwa, ajue ni muda gani mumewe hataki kuzungumzishwa. Hili limekosekana katika familia nyingi, na ndio maana majumba mengi kwa sasa wanasema ni sawa na makaburi, wayaona yametulia, ila ukitoboa ukapata ile mfumuko wa moshi unaotoka mle ndani, unashika mdomo. Na familia fulani iko hivi. Tatizo ni haya. Miongoni mwa msingi mikubwa kwa mwanamke ambayo usipokuwa nayo utaishi vibaya ni kujua hali ya mume. Shaddaqa la tatibu ma'a al-haya, mwanamke ambaye ni mwingi wa maneno, hauwezi ukastarehe naye. Walidhalika imekuja katika fatawa za Sheikhain al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, kadhalika al-Imam Ibn Baz rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'atan, akasema inna mahalika nisaa fi 40, hakika maangamivu ya mwanamke yako katika mambo manne. Maangamivu ya mwanamke yako katika mambo manne. Jambo la kwanza akasema tulul lisani. Ukiwa na mwanamke ambaye ni mrefu wa ulimi, anakula kila, anavuta kila kitu, anaongea kila alichokisikia, kila alichofikiria, kile anachokitaka anakurudikia, hauwezi ukampenda hata kidogo. Kisha akataja mengine, kathratu shakawa, mwanamke mwenye kulalamika sana, kesho ana hili, kesho kutwa ana hili, mpaka wakatolea mfano mmoja katika wao anasema, nilimwambia mke wangu kwa sababu ya wingi wa kulalamika na wingi wa kuzungumza, bana mke wangu tupeane sana, leo siku ya kwanza uzungumze, siku nyingine ukae kimya ili nipate kutulia. Lakini wa maadhara ikawa ikifika ile siku ya yeye kutozungumza, yeye kazi yake ni kusema kesho nitasema hivi, kesho nitasema hivi, kesho. Kwa ikawa ile siku ya jana aliyozungumza na siku ya leo ambayo hajazungumza, la farqa bainahuma. Kwa faida ipi? Mwanamke punguza malalamiko. Lakini pia kuna baadhi ya muda, kwa sababu ya uzito wa ndoa na kwa sababu ya thamani na cheo ulichopewa na Allah kuolewa wewe, kuna muda baadhi ya haki zako unatakiwa uziache.
Haya yalitokea katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika wakeze Mtume ilifikia hali, kwa hali aliyokuwa nayo ikaonekana basi ni bora muache, lakini yule mwanamke kwa kujua thamani akamtazama katika wake za Mtume anaowapenda, akasema huyu mwanaume ninatakiwa nife naye, na ni mjumbe wa Allah na anampenda Aisha radhiyallahu ta'ala anhunna. Sasa cha kufanya ili asiniache, sikiliza mume wangu, usiniache mimi, lakini kwenye haki yangu, kwenye zamu yangu, chukua siku moja nimemgawia Aisha. Ikawa ni sababu ya kubaki, na mingineyo ambayo wanayataja katika kuelezea hiyo aya. Lakini leo mwanamke anang'ang'ana, pengine hata haki sio ya kwake, au anaomba kitu ambacho ni haramu pia. Hili ndo lingine. Hapana, wewe kuolewa ni cheo umepewa na Allah, ni tunu umepewa na Allah. Ukitaka kujua thamani ya ndoa, achika, nenda mtaani, utaelewa thamani ya ndoa. Acha malalamiko, lawama zipunguze, ridhika na kidogo. Upo katika ibada, kesho utalipwa na Allah tabarak wa taala kwa kumvumilia huyo mwanaume katika yale mapungufu aliyokuwa na yeye, huo maskini aliyokuwa nao, mvumilie madama zile haki zako za wajibu unazipata. Lakini pia wakasema kufranul ashir, ambayo inafanana hiyo ya kwanza na mingineyo ambayo wametaja. Ala kulli ya kuzungumza katika hili ni mengi. Allah, kina mama, hii ni dunia na ni mapito, lakini kesho tuna maisha ya kuendelea ambayo ni maisha ya akhira. Na wewe utakachoulizwa ambacho kikitiki mbele ya Allah ni kumridhisha mumeo. Tumia fursa ya kujua ni yapi yanamridhisha mume. Hakuna mwanaume anapenda malalamiko, na hakuna mwanaume anapenda manunguniko. Hakuna mwanamume anapenda kukuona wewe kila siku wewe unalalamika, umekosa hiki. Hakuna. Punguzeni haya na mjitahidi kusoma sana yale ambayo yanahusiana na ndoa zenu, ili muweze kudhibiti na mfe mkiwa katika usalama wa ndoa zenu, kwani hilo litakuwa ni moja ya ngazi kubwa ya kuwafikisheni kwa Allah mkiwa salama. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. نسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.